Iran imeanza kuzingatia uwezekano wa kulenga kambi za kijeshi au mali za Marekani barani Ulaya iwapo mapigano kati ya Iran na Marekani yatazuka tena, hatua ambayo inaweza kupanua kwa kiasi kikubwa wigo wa vita kutoka Mashariki ya Kati hadi barani Ulaya. Taarifa hiyo imeripotiwa na Financial Times ikinukuu watu wanaoelezwa kuwa ni watu wa ndani ya utawala wa Iran, huku ikisema mipango hiyo inajadiliwa kama sehemu ya majibu ya Iran endapo Marekani itaamua kuanzisha tena mashambulizi dhidi yake. Kwa mujibu wa ripoti hiyo, maeneo yanayoweza kuwa katika hatari ni pamoja na Bulgaria na Cyprus, ambako kuna miundombinu na vituo vya kijeshi ambavyo vimewahi kuwa na matumizi au upatikanaji wa vikosi na vifaa vya Marekani. Endapo maeneo haya yatalengwa, hatua hiyo itakuwa ni mabadiliko makubwa katika mkakati wa Iran wa kulipiza kisasi ambao kwa kiasi kikubwa umejikita katika Mashariki ya Kati tangu kuanza kwa vita Februari mwaka 2026. Watu hao wa ndani ya utawala wa Iran wameonya kwamba Tehran inaweza kuamua kupanua mashambulizi yake nje ya eneo la Mashariki ya Kati ikiwa Marekani itavuka kile Iran inachokiona kuwa ni mipaka isiyokubalika. Mmoja wao amenukuliwa akisema Iran haitakuwa na mipaka katika majibu yake endapo Marekani itashambulia kwa kiwango kikubwa, akiongeza kwa Tehran iko tayari kujilinda kwa gharama yoyote, hata kama hilo halitamaanisha kulenga maeneo ya Ulaya. Kauli hizo zinaibua wasiwasi mpya kwa mataifa ya Ulaya ambayo tayari yamekuwa yakifuatilia kwa karibu uwezo wa makombora ya Iran. Wakati wa vita vilipoanza Februari, Iran iliweza kurusha makombora kuelekea kituo cha kijeshi cha Marekani cha Diego Garcia katika bahari ya Hindi, umbali wa takribani kilomita 4,000 kutoka Iran. Hatua hii inaonyesha kwamba Tehran ina uwezo wa kujaribu kulenga maeneo yaliyo mbali sana na mipaka yake. Hata hivyo, wachambuzi wa kijeshi wameonya kwamba kuongeza umbali wa makombora kunaweza kuja kwa gharama ya kupunguza ukubwa wa kichwa cha kombora, jambo ambalo linaweza kupunguza kiwango cha uharibifu linapolenga kituo au miundombinu iliyo mbali. Pamoja na hilo, uwezo wa kufikia maeneo ya mbali unaonekana kuwa na umuhimu mkubwa wa kimkakati kwa Iran, kwa sababu unaweza kuwalazimisha Marekani na washirika wake kusambaza zaidi ulinzi wa anga na makombora katika maeneo ambayo hapo awali hayakuchukuliwa kuwa katika hatari ya moja kwa moja. Maafisa wa Israel wamekuwa wakionya mara kadhaa kuhusu kile unachokieleza kuwa ni tishio linalotokana na uwezo wa makombora ya Iran, hasa kutokana na kuongezeka kwa uwezo wa Tehran wa kutengeneza na kutumia makombora ya masafa marefu. Kwa mtazamo wa Israel, uwezo huo unaweza kuruhusu Iran kutishia si tu Mashariki ya Kati bali pia maeneo ya Ulaya endapo mzozo mpana utaibuka. Kauli za watu hao zinaonyesha pia kwamba Tehran inataka Marekani ielewe kuwa gharama za mashambulizi dhidi ya Iran zinaweza kuongezeka ni kufikia maeneo yaliyo mbali na Mashariki ya Kati. Ikiwa vitaibuka tena kwa kiwango kikubwa, tishio hilo linaweza kuifanya Ulaya kuwa sehemu muhimu ya hesabu za kijeshi na diplomasia kati ya Iran na Marekani, huku nchi za bara hilo zikikabiliwa na changamoto za kulinda vituo vya Marekani, miundombinu muhimu na usalama wa raia wake dhidi ya uwezekano wa mzozo kusambaa nje ya eneo la Mashariki ya Kati. Hivi unajua kwa nini makampuni makubwa duniani hayaachi kujitangaza kila siku, licha ya kwamba tayari yanafahamika? Sasa kama una biashara au kampuni lakini hujitangazi, customers wapya watakujua vipi? Na bila advertising, unategemea kukuza mauzo yako kwa njia gani? Ndio maana Global TV tunakupa nafasi ya kuitangaza biashara yako kwa audience kubwa ndani na nje ya Tanzania kupitia mitandao yetu ya kijamii. Advertising kupitia Global TV inaongeza brand visibility yako, inakufikisha kwa customers wapya na kuongeza nafasi ya bidhaa au huduma zako. Na habari nzuri zaidi, bei zetu za matangazo ni rafiki. Iwe una biashara ndogo, ya kati au kampuni kubwa, kuna nafasi inayoweza kukufaa. Usiache biashara yako isubiri kugunduliwa. Ipe visibility inayostahili. Anza kutangaza nasi. Wasiliana na Global TV leo na tuipeleke brand yako mbali zaidi.